Shalom, shalom, shalom. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Ni siku iliyo njema ambayo Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu aliandaa ya kwamba tuwe mahali hapa. Nitaanza na neno ambalo niko nalo kwa ajili ya kanisa. Baadaye labda kwa dakika 10 hivi ama dakika 5 nitakuwa na ujumbe kwa ajili ya wanafunzi. Baadaye tutaona vile Roho atatuelekeza. Amen. Kwa hivyo kuwa tayari kusikia ujumbe wa kanisa kwanza, alafu tuendelee na tutamalizia. Kabla nianze, ningeomba tuombe kwa ajili ya ujumbe kwa kanisa siku ya leo. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa ajili ya siku hii. Tuko mahali hapa kwa ajili yako, Mfalme. Ninachoomba ya kwamba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, akapate kutuelekeza na nene na kila moyo ulioko mahali hapa, ili kwamba tukapate kulifahamu neno lako, likapate kutulinda popote tunapoenda. Mfalme, neema yako ikapate kuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Hallelujah. Ujumbe ambao niko nao kwa kanisa siku ya leo, ningeomba, nataka msomaji mzuri wa Kiswahili. Ujumbe ambao niko nao siku ya leo, nataka wewe ufahamu maandiko. Nataka wewe ushipe maandiko. Hata wewe mwanafunzi ushipe kwanza maandiko kabla sijakupa password ya kwenda shule. Ndio maana nataka tuende hapa kwa hapa. Na nataka maandiko yenyewe ya nene, ya tutoe mahali fulani, yakatuweke mahali fulani. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kimechochea sana moyo wangu. Mara mingi sana tumeongelea utakatifu. Mara mingi sana tumeongelea mambo ya kiroho. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alikuwa akinifunza. Kitu ambacho kinahusu mwili. Mara mingi sana kama watumishi wa Mungu tumesahau kuambia watu wa Mungu jinsi mwili unavyofanya kazi. Kuna vita ambazo tumekuwa nazo za kimwili, lakini mara mingi tumesahau kuambia watu wa Mungu jinsi huu mwili unaweza pikana nao. Diposa nataka nikupe password juu ya mwili wako. Nataka nikuambie, nataka nikunenee, nataka maandiko yakanene, yakakuonyeshe namna jinsi unavyoweza kupigana. Ujumbe wangu nikimaliza, utamaliza na Ephesians chapter 6 verses 11 to 18. Nafikiria kila mtu anajua jinsi maandiko yanasema ya kwamba faeni silaha za kupigana. Hiyo kila mtu amesoma. Tulisoma hiyo kwa Sunday school, tunaielewa. Lakini kuna kitu ambacho kimechochea ndani mwangu, na nikaona ya kwamba ni vizuri nikashare pamoja na wewe, ndiposa uelewe. Kuna vitu ambazo labda hatutaelewa. Tutakaa tukiwa watakatifu, tutaenenda tukiwa watakatifu, lakini kuna vitu zingine tutasisahau na sitatupeleka kuzimu. Nataka kunena juu ya mtu ambaye amesumbua sana katika Biblia. Na huyu mtu alikuwa ni mwanamke. Na hakuna mahali popote katika Biblia nimesikia mtu hatari sana kama huyo. Na alikuwa ni mtu wa kike. Kwa mtazamo ni mwanamke wa kawaida, anafaa nguo za kike za kawaida. Lakini nyuma yake ni roho ambaye ilikuwa ikimtawala. Ni roho ambaye ilisumbua ulimwengu huu. Na siku ya leo nataka tumchambue. Maandiko ya mchambue, tukamsikize yale mambo ambayo alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya uovu uliompaya sana kwa sababu ya vita ya mwili. Kwa utangulizi, overview kuhusu huyu mtu. Maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na jamaa. Na huyu jamaa alikuwa mfalme. Na huyo mfalme alianza kutawala Israeli. Na ni mfalme wa 8 kutawala Israeli. Na huyu mfalme si mwingine pale ni Ahab. Ahab alipokuwa mfalme alikuwa anamjua Mungu vizuri sana. Lakini ikafika mahali akaanza kuwa muwazi.
Na alipokuwa muwazi, maandiko inasema ya kwamba kakutana na pindi fulani. Na huyu pindi si mwingine ni Yezebeli. Alipokutana na Yezebeli, maandiko inasema ya kwamba na akawa mpaya zaidi. Na yeye ndiye alikuwa mpaya zaidi kuliko watu wote katika Biblia wakati ule. Hata sidhani wakati huu kama kuna mwingine ameshaitokea kama Ahab ambaye alitenda uovu kushinda wengine. Inamaanisha ya kwamba Ahab alikuwa kwa njia ya kutenda maovu, lakini alipokutana na huyu pindi Yezebeli, akazidi sana kutenda maovu kushinda yale ya kwanza. Ni kwa sababu gani? Alikutana na roho mbaya, roho ya Yezebeli. Ujumbe wangu wa siku ya sasa, ya siku ya leo, nataka kuongea juu ya roho ya Yezebeli, Jezebel spirit. Hakuna mtu yoyote ambaye amekuwa hatari sana katika Biblia, katika maandiko kama Yezebeli. Biblia inamtumia kama mfano wa watu ambao wamemkataa Mungu kabisa. Unaposoma Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 20 hadi 23, imemtumia kama mtu, yani ni mfano wa watu ambao walimkataa Mungu kabisa. Alikuwa na nguvu mingi, na hakuna mtu yoyote ameshawahi kuwa na nguvu kama za Yezebeli. Nguvu ambazo alikuwa nazo ni zile nguvu za uwazi, zile nguvu za kumwaga damu. Unaposoma maandiko utayakuta, ni utangulizi tu. Yezebeli hakuwa tu juu ya mwanamume wake, hakuwa tu juu wa kutawala mwanamume, bali pia alikuwa anatawala wale manabii wa pagani. Biblia inasema kwamba 850 alikuwa na watawala. So alikuwa juu ya mume wake. Mume hangesema chochote, yeye ndiye alikuwa wa kusema, yeye ndiye alikuwa sauti. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa committed sana kwa miungu yake. Utakuta kwamba Yezebel aliamini sana miungu yake, na kila wakati alisongea sana miungu yake, na kila wakati alifanya kazi kwa sababu ya ile miungu ambaye alikuwa anaabudu. Wakati alikutana na mume wake Ahab, alikonvince mume wake mpaka mume wake naye pia akaanza kuabudu miungu wa Baali. Na mpango wake wa Yezebel ilikuwa ni kwamba afutilie mbali manabii wote. Unaposoma maandiko utakuta kwamba Yezebel aliwaua manabii, lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa mcha Mungu. Huyu mtu alikuwa mjasiri sana kwa Mungu, alikuwa anaitwa Obadia. Biblia inasema ya kwamba Obadia alichukua manabii 100 akawaficha katika mapango mawili. Pango moja akaweka 50, pango lingine akaweka 50. So aliwaficha, akawa anawapelekea chakula, akawa anawapelekea maji. Lakini nilipokuwa nasoma maandiko, sikuona kama hao manabii walitoka kwenye bango. Sijui walikufia huko, sijui walienda wapi. Sikuona mahali popote ambapo Biblia iliniambia. Sababu Yezebeli alikuwa akitafuta hao manabii akiwaua. Katika hali ya utangulizi utakuta kwamba Yezebel alikuwa anashughulikia watu wakubwa, great people. Yeye hakuwa anaenda kwa watu wadogo. So unapokuwa na roho ya Yezebel, wewe utakuwa unashughulikia watu wakubwa. Na alikuwa anawashughulikia kwa njia gani? Yezebel alikuwa anashughulikia watu wakubwa kuwashusha. Yezebel alikuwa anashughulikia watu wakubwa kuwatoa katika laini, kuwatoa katika reli na kuwapoteza sana. Kwa sababu gani? Alikuwa na nguvu, na hizi nguvu ni nguvu za kishetani. Kunao watu katika maandiko unaposoma, kuna watu kama Farao na Herodi na Yezebel. Hawa watu wanaonyesha picha ya shetani kabisa, 100%. Na kwa hao watu watatu katika Biblia, mtu ambaye anaongoza zaidi ni Yezebeli. Mtu ambaye ni hatari sana kwa wengine ni Yezebeli.
Yezebeli alikuwa muasi zaidi. Yezebeli alikuwa hatari sana. Usimuone tu kama mwanamke katika maandiko, bali uona ni kama ni ile roho ambaye ilitoka kwa shetani. Assignment yake ilikuwa nini? Assignment ya Yezebeli kubwa ni kuiba, kuua na kuharibu. Unaposoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 10. So assignment kubwa ya Yezebeli ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuua. Tusomee kitabu cha 1 Kings chapter 18 verses 3 to 4. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema, naye Ahabu alikuwa amemwita Obadia ambaye alikuwa msimamizi wa jumba lake la kifalme. Obadia alimcha Bwana sana. Wakati Yezebeli alipokuwa akiwaua manabii wa Bwana. Wakati Yezebeli alikuwa anaua manabii wa Bwana. Wakati Yezebeli alikuwa anaua manabii wa Bwana. Endelea. Obadia alikuwa amewachukua manabii 100 na kuwaficha katika mapango mawili 50 kwenye kila moja, na akawa akiwapa chakula na maji. Amen. Assignment ya Yezebeli, unakuta kwamba kazi moja ya Yezebeli ni kuua. Unapokutana na Yezebeli, wewe jua ya kwamba kazi kuisha, ndoa kuisha, marafiki kuisha, biashara kuisha, kwa sababu kazi yake ni nini? Ni kuua. The spirit of Yezebeli. Yezebeli akiingia ndani mwako, jua ya kwamba unakutana na mauti. Assignment ya pili, 1 Kings chapter 19 verses 1. Wafalme wa kwanza mlango wa 19 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Ahabu akamwambia Yezebeli kila kitu Eliya alichokuwa amefanya na jinsi alivyo waua manabii wote kwa upanga. Amen. Hapa unakuta kwamba kulikuwa na ukomvi kati ya Eliya na Ahabu. Na Ahabu baada ya kumalizana na Eliya mume kwa mume, ndume kwa ndume, maandiko yanasema ya kwamba Ahabu akakimbia kwa mke wake Yezebeli. Yaani anaenda kumsemesea mwanamume wake kwa Yezebeli. Ni kwa sababu gani? Yezebeli alikuwa na nguvu kumshinda. Ahabu angefanya chochote, lazima apate ruhusa kutoka kwa mke wake. So maandiko yanasema hapa, akakimbia mpaka kwa Yezebeli kwenda kumshtaki nani? Kumshtaki Eliya. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba huyu Yezebeli hatawaliki. Jambo la pili, assignment ya pili ya Yezebeli, hatawaliki. Uncontrolled spirit. Roho ya Yezebeli ikiingia ndani mwako, wewe hautawaliki, wewe haupangwi. Ulikuwa nasikia wakati tunaingia siasa, wengine wanaimba ya kwamba hatupangwangwi. Walikuwa wanatafuta roho ya Yezebeli iingie ndani mwao. Ukikutana na mtu yoyote ambaye hawezi akapangwa, yeye ndio kupanga, yeye ndio final, jua ya kwamba roho ya Yezebeli iko ndani mwake. Wale wanaume wenzangu ambao mko mahali hapa, labda umeoa mke wako na ako na spirit ya Yezebeli, uko na kazi ngumu sana. Kwa sababu gani? Hawezi kupangwa, yeye ndiye anakupanga. Unaona mahali hapa, Yezebeli ndio kusema. Ahabu badala ya kupikana na mwanamume mwenzake, badala ya kuminyana na mwanamume mwenzake, anakimbia kwa kimama, anaambia mama, unajua nini? Unajua iko hivi, Eliya amesema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Roho ya Yezebeli haipangwangwi. Wewe uko mahali hapa, haupangwi. Wewe ndio kusema, wewe ndio kuamua. Kaa ukijua ya kwamba roho ya Yezebeli iko ndani mwako. Roho ya Yezebeli inakutawala. Assignment ya tatu, wale ambao pato hamchaingia katika ndoa, vijana wetu, kuweni makini sana. Kuweni makini sana na wale ambao mtaoana nao. Ukigundua ako na roho ya Yezebeli, jiepushe mapema. Otherwise hautaweza. Otherwise hautafaulu. Kuna wale watu ambao wameitwa kufanya kazi ya Mungu,
lakini walianguka kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu aidha mke wake ama mume wake ako na roho ya Jezebel. Kwa sababu roho ya Jezebel ni kushusha, every time kumdiscourage, hawezi kumupa nafasi. Wewe na uinjilisti wako, wasichana wetu, vijana wetu, wewe na wokovu wako, katika wokovu ka shekel utaanguka nako. Jezebel atakuangusha. Wewe na uinjilisti wako atakuangusha. Wewe na uimbaji wako atakuangusha, kwa sababu hatawaliki. The spirit of Jezebel. Assignment ya 3. Wafalme wa kwanza mlango wa 21 mstari wa 1 hadi wa 7. Biblia inasema, baada ya hayo Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu jirani na jumba la kifalme la Ahabu mfalme kwa Samaria. Ahabu akamwambia Nabothi, nipe shamba lako la mizabibu nilitumie kwa bustani ya mboga, kwa kuwa liko karibu na jumba langu la kifalme. Badala yake nitakupa shamba jingine la mizabibu zuri zaidi, au kama utapenda nitakulipa kiasi chochote unachoona ni thamani yake. Lakini Nabothi akamjibu, Bwana na apishe mbali kukupa wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani mwenye huzuni na hasira kwa sababu ya yale ambayo Nabothi Myezreeli alikuwa amesema, sitakupa urithi wa baba zangu, akijinyoosha juu ya kitanda akisononeka, na akakata kula. Yezebeli mke wake akaingia na kumuuliza, kwa nini unahuzunika hivi? Kwa nini huli chakula? Akamjibu, kwa sababu nilimwambia Nabothi Myezreeli, niuzie shamba lako la mizabibu, au kama ukipenda nitakupa shamba jingine la mizabibu badala yake. Lakini akasema, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mke wake akasema, hivi ndivyo unavyofanya, nawe ni mfalme katika Israeli yote? Inuka na ule, changamka, nitakupatia shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Nitakupa shamba la mizabibu. Kitu ambacho tunajifunza mahali hapo ni abuse. Roho ya Jezebel inadhulumu. Ahab alitamani shamba lilikuwa kando ya chumba chake ili apande mboga, shamba la mizabibu. Lakini wakati alienda kumuomba Naboth alikataa. Vile maandiko imesema, alipoenda nyumbani hakula, akawa analia, bwana mume mzima. Mke wake alipokuja akamkuta analia, akamuuliza, akamwelezea kilichofanyika. Mke wake akamwambia kwamba inuka ule, hilo shamba nitakupatia. Wewe mwanamume umeenda kuuliza kibali, umeenda ili ufuate utaratibu ya kisheria ukapate shamba la mizabibu, imesindikana. Mwenyewe amekataa kuuza. Umetoka huko na uchungu unalia. Lakini imagine mumama mke wako anakuambia kwamba nitalichukua na nitakupatia. The spirit of Jezebel ni kudhulumu. Wewe ambaye unadhulumu watu wengine, roho ya Jezebel iko juu yako. Wewe ambaye unachukua vitu visivyo vyako kwa nguvu, roho ya Jezebel iko juu yako. Wewe ambaye unadhulumu wafanyakazi, wewe ambaye unadhulumu wenzako, jua ya kwamba roho ya Jezebel iko ndani mwako na inakutawala. Kitu unachua vizuri ya kwamba sio chako, lakini unachukua kwa nguvu kikuwe chako. Roho ya Jezebel inakutawala. Wewe ni wa kudhulumu watu. Hata tunaweza ichukua kwa njia nyingine. Hata yule ambaye anadhulumiwa, maana mingi utakuta pia yeye anaweza kuwa na hiyo roho ya Jezebel. But mostly ni wale wa kudhulumu. Roho ya Jezebel inatawala katika maisha yao. Katika pita zako, chunga sana. Roho ya Jezebel isikuje kukutawala unyang'anye watu vitu zao. Assignment nyingine. Mlango wa 21 mstari wa 8 na 9. Mlango wa 21 mstari wa 8 na 9 Biblia inasema, kwa hiyo
akaandika barua kwa jina la Ahabu, akaweka muhuri wake juu ya hizo barua, akazipeleka kwa wazee na kwa watu wenye cheo walioishi katika mji pamoja na Nabothi. Katika barua hizo aliandika, tangazeni siku ya watu kufunga, na mkamketishe Nabothi mahali pa wazi miongoni mwa watu. Ahabu ndiye alitakana aandike barua, lakini yeye sio mfalme, lakini anaandika nini? Anaandika barua. Aliandika barua na akachukua muhuri kwa jina la nani? La Ahabu. Kwa sababu yeye hatawaliki. Sikia hiyo maneno. Kwa sababu yeye hatawaliki, anaweza fanya tu chochote. Mume wake ako tu hapa anaangalia tu. Mume wake hawezi sema, kwa sababu yeye anamtawala. So maandiko yanasema ya kwamba akaandika barua kwa jina la Ahabu na akaweka muhuri iende kwa wazee. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba roho ya Jezebel ikiwa juu ya mtu, huyo mtu anatumia watu wenye nguvu. Roho ya Jezebel ikiwa juu yako, wewe utatumia watu wenye nguvu kudhulumu watu wengine. Mara mingi tumeona watu threaten watu wengine. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ana watu wa nguvu mahali ambao anawatumia. Kuna mtu anaweza kuja kukunyang'anya kitu kama Jezebel, anakunyang'anya kwa sababu ako na watu wakuu. Hapo ndio nasikianga mtu akisema fanya chenye unataka. Wewe haunijui mimi, ama wewe hutujui zizi. Sijui kama ni mimi peke yangu. Wakati mwingine umekutana na mtu ako peke yake, anasema fanya chenye unataka, hautujui na ako peke yake. Anaongea na nani? Kwa sababu roho ya Jezebel iko ndani mwake na anatumia watu wenye nguvu. Mtu atakwambia fanya chochote chenye unataka, nipeleke mahali penye unataka. Hii shamba naichukua kwa nguvu, nipeleke mahali penye unataka. Mkuu wa mahakama ni rafiki yangu, rais ni rafiki yangu, mkuu wa sheria ni rafiki yangu, nipeleke penye unataka. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya roho ya Jezebel iko ndani inatawala. Roho ya Jezebel ikikutawala, utadhulumu watu. Utaona watu hawafai. Utaona watu si kitu machoni pako. Ndugu Bramwell, na ndevu zako. Mtu akiwa na roho ya Jezebel, akikuona na hizo ndevu zako, hata kudhulumu tu, asitafanya kitu chochote. Ndugu yangu Joseph, na ubara wako, roho ya Jezebel haijui hiyo, itakudhulumu tu na wewe ubara wako. Kuna wamama ambao wanafanya kazi iliyo mzuri. Wamama nisamee kidogo. Nilipokuwa nasoma maandiko, unakuta kwamba mostly watu ambao roho ya Jezebel inatawala sana ni kina mama. Kuna wamama ambao wanafanya kazi mzuri sana, lakini kwa kudhulumu watu. Ni kwa sababu gani? Wako na roho ya Jezebel. Ako na pesa zake, anaendesha gari kubwa, mume wake hawezi sema chochote, yeye anaweza fanya chochote chenye anataka kwa sababu ya kutumia watu ambao wako na nguvu. Na ukiangalia sana katika uchumi wa Kenya ama ulimwengu mzima, utakuta kwamba ulimwengu mzima, niseme ulimwengu mzima ama Kenya, anyway, utakuta kwamba uchumi unashuka kwa wanaume chini kabisa, lakini kwa kina mama unapanda. Utakuta kwamba wazee hata wakitafuta kazi inakuwa ngumu kupata, lakini wamama wakitafuta kazi inakuwa rahisi kupata. Ni kwa sababu gani? Roho ya Jezebel inaweza kutawala, inaweza kufanikisha ukue juu zaidi ndio kutawale vizuri. Na mara mingi inakuja na kiburi. Nimefanyia kazi watu wengi. Kuna wamama nimewafanyia kazi. Unakuta kwamba hata salamu pekee yake hawezi kusalamia. Wewe ni nini? Anakuona wewe ni kama kuku na uko unamtengenezea nyumba yake. Anakuona wewe kama mbuzi. Hata wengine tunawafanyia kazi, hatutaki chakula yao, lakini wakishakula lunch, chakula wanamwaka kwa pipa. Sisi wanatutoa nje, mwendeni mkule huko kwa vipanda. Yaani wanatuona kama mbuzi, twende tukule matawi huko nje. Ni kwa sababu ya roho ya Jezebel. Roho ya Jezebel ikiwa juu yako, wewe utadhulumu watu. Na wacha nikwambie mpendwa, kama una mtu anakufanyia kazi na unamdhulumu, machozi ambayo analia ndani ya moyo, one day one time utalipa. Kama bado naishi katika dunia hii,
one day, one time utalipia hayo machozi. Mtu amekufanyia kazi, mimi nakuwa na watu wa kunifanyia kazi, tukifanya nao kazi, uchamlipa. Mtu wako na familia, ndio achaonyesha kama analia, but ndani ya moyo analia. Yeye kwake hachakula na kwako unakula, unatupa chakula kwa pipa, na unafurahia maisha, na unasema Yesu ni Bwana. Siku moja utakuja kulipia kama pato uko mzima, na tena dunia hii tunayoishi utakuja kulipia hayo machozi ambayo analia. So tunapofanya kazi na watu tukue makini. Ni heri nilipe yeye na mimi nipaki, kwa sababu sitaki kujiletea shida. Roho ya Jezebel ni kudhulumu watu. Roho ya Jezebel ni kutumia watu wenye mamlaka. Assignment nyingine, 1 Kings chapter 21 verses 10 to 14. Maandiko inasema, lakini waketisheni watu wawili wabaya kabisa mkabala naye. Ebu rudia. Lakini waketisheni watu wawili wabaya kabisa. Waketisheni watu wawili wabaya kabisa. Watu wawili wabaya zaidi. Ukisoma Biblia zingine, translation zingine, hao watu wabaya sana ni wale watu ofyo. Roho ya Jezebel inatumia watu ofyo ili kufanya jambo fulani. Na mara mingi tunaona hata wakati tunaingia katika uchaguzi, kuna wale watu ambao wanatumika na wale watu ambao wanataka kupigania kiti fulani, ama wenye wanapigania kiti fulani. Yaani kuna wale watu wako wanaishi tu, yaani maisha yao yaliisha kitambo, liwe liwalo, life or death. Hao ndio watu wabaya zaidi, hao ndio watu ofyo. So roho ya Jezebel inatumia hao watu ambao ofyo ili ikapate kupambana na ikapate kile ambacho inahitaji. Wakati mwingine tunaona watu wanakimbia kwenye street, wanafanya maandamano, na wengi wao utakuta ni wale watu ofyo. Wale watu ambao waliamua maisha liwe liwalo, nipone ama nikufe, mradi tu umemlipa. Hata ukimupa 50 shillings akufanyie kitu, atenda afanye. Hao ndio Biblia inasema ya kwamba watu ofyo. So walitumia hao watu ofyo. Roho ya Jezebel inatumia watu ofyo, mradi tu mtu apate kile ambacho anapigania. Assignment ya 6, chapter 21 verses 25 and 26. Maandiko inasema, hapajapata kamwe kuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza mwenyewe kutenda uovu machoni mwa Bwana, akiwa anachochewa na Jezebeli. Anachochewa na Jezebel. Roho ya Jezebel ni roho ya uchochezi. Mtu anayechochea ako na roho ya Jezebel ndani mwake. Kuna mtu atakuchochea, labda atakwambia, tutoke shule, twende, tufanye maandamano, sijui tufanye nini. Roho ya uchochezi, mtu wa kuchochea. Utakuta kwamba Ahab alikuwa kwa njia ya kuwazi, hakuwa mbaya sana. Lakini wakati alikutana na Jezebel, maandiko inasema ya kwamba akawa mbaya zaidi kuliko awali. Ni kwa sababu gani? Alichochewa na Jezebel. Inamaanisha kwamba hata kama wewe unatenda maovu, roho ya Jezebel ikiingia ndani mwako itakuchochea ufanye maovu zaidi. So unapokuwa na mtu unaona anakuchochea, huyo mtu ako na roho ya Jezebel. Kina mama, mara mingi unakuta kwamba marafiki wanakuja kukuchochea. Mwingine atakuchochea akwambia kwamba hapa kwangu nakulanga nyama kila siku, na wewe mbona unakula hii matawi? Hapa kwangu sijui nafanya nini, hapa kwangu sijui wanaenda wapi, sijui wanaoka wapi nini. Anakuchochea. Jua ya kwamba ni roho ya Jezebel inayomtawala. Unapokuwa na rafiki yako anakuchochea utende maovu, jua ya kwamba ni roho ya Jezebel. Nimesema kuchochea maovu. Unajua kuna kuchochea mazuri na kuchochea maovu. So ukiona mtu anachochea ufanye maovu, huyo mtu ako na roho ya Jezebel. Wanafunzi mnapokuwa shule,
Ukiona mtu anakuchochea ufanye mambo maovu, mtu anakuchochea ufanye mambo usiyotaka, jua ya kwamba roho ya Jezebel iko juu yake. Ni hatari sana hiyo. Hata ni hatari kuliko maelezo. Amen. So roho ya Jezebel ni hatari sana sana sana. Biblia inasema ya kwamba ni yeye wa kipekee aliyetenda maovu kushinda watu wengine. Na yatakayofuata inaongelea juu ya vifo, na hiyo vifo hatutaongea, wewe mwenyewe utaenda ujisomee. Na kabla sijakupa hizo vitabu, utasoma 1 Kings chapter 19 verses 2. Maandiko inasema, hivyo Yezebeli akamtuma mjumbe kwa Eliya kusema, hao miungu initendee hivyo na kuzidi, kama kufikia kesho wakati kama huu sitaifanya roho yako kama mojawapo wa hao manabii. Inamaanisha nini? Inamaanisha ugomvi wa Eliya na Ahab unahama kwenda kwa Eliya na Jezebel. Jezebel anatuma mjumbe kwa Eliya, anaenda kumwambia kesho hii, kesho, underline neno kesho, ina maana kubwa sana. Kesho hii nami nitakuchinja jinsi ulivyochinja wale manabii wa Baali. Nasitaki kuongelea mambo ya Baali, wewe mwenyewe utaenda kujisomea mahali hapo. Vile Eliya aliwaita, iteni Mungu wenu, wakafanya sadaka zao. Eliya naye akaita Mungu, akaishusha moto kutoka juu. Sitaki kusoma, utaenda ujisomee. Kwa hivyo ugomvi ukahama kutoka kwa Ahab, ugomvi ukawa Eliya na Jezebel. Jezebel akatuma mjumbe kwa Eliya. Alipotuma mjumbe kwa Eliya, mjumbe akapeleka ripoti ya kwamba kesho hii nami nitakuchinja jinsi uliyochinja manabii wa Baali. Kabla niendelee, kabla nikupe vitabu za vifo, niulize, Eliya alikufa ama hakukufa? Walituma mjumbe, nami nitakuchinja jinsi ulivyochinja manabii wa Baali. So vifo vya watu ndio ni vile imepangwa katika Biblia. Unaweza soma kifo cha Ahab, 1 Kings chapter 22 verses 29 to 40. Wafalme wa kwanza mlango wa 22 mstari wa 29 hadi 40. Uone vile kifo cha Ahab kilikuwa. Utashtuka sana. Alafu kikafuata na kifo cha Jezebeli. Wafalme wa pili mlango wa 9 mstari wa 30 hadi 37. Na utashtuka sana. Alafu utakuja sasa kwa Eliya. Eliya alichukuliwa kwenda mbinguni. 2 Kings chapter 2 1 to 12. Eliya alichukuliwa mzima kwenda mbinguni. Labda Michelle anauliza nimesikia ati Eliya hakukufa. Nikasikia mwingine akasema kwamba alikufa. So which is which? So kuna mambo mawili. Kuna wenye wanasema kwamba Eliya alikufa. Kuna wenye wanasema kwamba Eliya hakukufa. Na maandiko yanasema ya kwamba Eliya alifanya nini? Alipaa kwenda mbinguni na magari mzima. Lakini kumbuka, nimekwambia nini? Kuna nini? Kuna kesho. Watu wa Mungu, nimesema kuna nini? Kuna kesho. Ninapenda sana ujumbe wa mwalimu wetu Joseph. Mwalimu wetu Joseph anapofunza Agano la Kale, ana reflect, anaunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. So neno kesho mahali hapa inamaanisha Agano Jipya. Kesho yako inaweza kuwa mtoto wako. Kama Jezebel ako ndani mwako, anafanya mambo yake yale yote, hizo assignment zote, jua ya kwamba kesho itafika. Na wakati mwingine Bishop, tunapoomba, wakati tunaomba Mungu, kesho nisaidie, kesho nibariki, kesho, hayo maombi naona ni kama tunapikia Mungu kelele. Kwa sababu kwa Mungu siku ni miaka ngapi? Siku ni miaka ngapi? 1000. Sasa unaposema kesho, Mungu akufanyie kitu,
hiyo kesho itamaliza miaka 1000 ndio Mungu afanye. So ndakano kwa specific. Unaambia Mungu kesho yangu. Nafikiria mnanipata. Unapoomba maombi yako, unahitaji kitu kesho, ambia Mungu kesho yangu. Sababu ukisema kesho tu, ama ambia Mungu kesho yako, hiyo ni miaka 1000 ndio Mungu atatenda. Tutoke hapo. Kabla tufike kesho, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alituma mjumbe. Unaposoma kitabu cha Malaki, Malaki mlango wa 3 mstari wa 1. Tuko hapa katikati, hatujafika kesho. Tuko hapo katikati. Elia ameenda mbinguni, Ahabu amekufa, Yezebeli amekufa. So tuko katikati, hatujafika kesho. Kesho ni agano jipya. Hebu tusome Malaki 3:1. Biblia inasema, angalieni nitamtuma mjumbe wangu atakayeiandaa njia mbele yangu. Nitamtuma mjumbe. Huyu sio Yesu Kristo, nisikie vizuri. Malaki hapa Mungu anasema kwamba nitamtuma mjumbe. Mjumbe ambaye Mungu anaongelea mahali hapa ni yule mjumbe ambaye alipaa kwenda wapi? Mbinguni. Ambaye ni nani? Elia. Ndipo ghafla Bwana mnayemtafuta atakuja hekaluni mwake. Kuna maneno matatu hapa. Kuna mjumbe wangu. Mjumbe wangu ni yule aliyepaa kwenda wapi? Mbinguni. Mungu anatuambia katika Malaki ya kwamba nitamtuma mjumbe wangu mbele yangu. Huyo ni Mungu. Mbele yangu inamaanisha ni Mungu. Alafu mnayemtafuta, Bwana mnayemtafuta ndiye nani? Ndio Yesu Kristo. Nieleze. Mjumbe wa agano ambaye mnamuonea shauku atakuja, asema Bwana mwenye nguvu zote. Amen. Mjumbe atakuja kwanza, baada ya mjumbe mbele ya Mungu, ndiposa yule Bwana ambaye tunamtafuta atakuja. So tukaingia sasa kesho. Tumetoka jana, tunaingia wapi? Kesho. Nataka unisikize vizuri. Kuna password ambayo nataka niachilie mahali hapa. Na kuachilia password. Na hii password ikae ndani mwako. Na hii password watu wengi hawajui. Watu wa Mungu wengi hawajui. Hata wahubiri hawajui. Tumeingia kesho. Na tunataka tuachilie password ya kesho. Hii kesho unaposoma katika kitabu cha tulisoma 1 Kings chapter 19 verses 2, maandiko yanasema ya kwamba alituma mjumbe ya kwamba kesho nitakuchinja vile ulivyowachinja manabii wa Baali. Kwa hivyo tumeingia kesho. Amen. Unaposoma kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 6 hadi 9, utakuta kwamba Mungu alimtuma mtu kutoka mbinguni. Na huyu mtu ndiye maandiko yalivyosema Malaki ya kwamba atamtuma mjumbe wake. Na huyu mtu akaelezewa kusaliwa kwake. Kusaliwa kwake kulikuwa namna gani? Luka mlango wa 1 mstari wa 13 yes. Soma 13 kuendelea. Luke chapter 1 verses 13. Luka mlango wa 1 mstari wa 13. Biblia inasema, lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto wa kiume, naye utamwita jina lake Yohana. Huyo ndio mjumbe sasa. Yule ndio mtu ambaye Mungu amemtuma kutoka mbinguni. Anakuja kusaliwa na jina lake ataitwa Yohana, ambaye ni Yohana Mbatizaji. Unaposoma maandiko juu ya Yohana, utakuta kwamba hata Yohana mwenyewe hakuwa anajijua. Ungemuuliza angesema tengenezeni njia, ndio jina yake. Hebu tusomee katika kitabu cha Luke chapter 3 verses 4 to 6. Huyu alisaliwa ni Yohana, mama atamuita Yohana. Na Yohana mwenyewe hakujijua yeye ni nani katika maisha yake. Bali alikuwa na majina ambayo alikuwa anajua tu ndio majina yake. Hebu tusome. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya,
sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, anyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, kila mlima na kilima vitashushwa. Njia zilizopinda zitanyoshwa, na zilizoparuza zitasawazishwa. Nao watu wote watauona wokovu wa Mungu. Amen. Haya ndio majina yake Yohana Mbatizaji. Ungemuuliza angekwambia mimi ni sauti ya mtu iliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Huduma yake ilikuwa ni ubatizo, toba na kutubu. Huduma ambayo Yohana alikuwa nayo ilikuwa ni ubatizo, toba na nini? Msamaha. Unaposoma hiyo Luke, ukianza Mwanzo chapter 3 verses 3, utapata huduma yake ambaye alikuwa akifanya. Huyu Yohana, mwili alikuwa ni Yohana, lakini kile ambacho kilikuwa ndani mwake alikuwa ni roho ya Eliya. Mwili ni Yohana, ndani ni nani? Ni Eliya. Mtu anaweza kukuona wewe ni wewe Simon, lakini kilicho ndani Mungu anajua ni nani. Usiwahi muona mtu umchukue jinsi alivyo, kwa sababu kilicho ndani mwake haujui. So watu waliona mwili, wasasi wakaona huyu ni Yohana, lakini ndani yake alikuwa ni Eliya. Utaniuliza hii maneno umepata wapi? Haya maneno Yesu mwenyewe aliyasema. Unaposoma katika kitabu cha Matthew chapter 11 verses 11 to 15, Yesu aliongelea juu ya Yohana Mbatizaji na kumaliza kwamba yeye ndiye Eliya mnayemtarajia, na watu hawakujua ya kwamba ni Eliya. So nataka nikupe password ya kesho. Tumeingia kesho. Hii kesho Yohana amezaliwa, mwili ni Yohana, lakini ndani ni Eliya. Tunataka tujue huyu Eliya alikufa ama hakukufa. Unaposoma maandiko utakuta kwamba Yohana alikamatwa na Herodi. Ni kwa sababu gani alikamatwa? Unaposoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 12, Yohana alikamatwa na Herodi. Ni kwa sababu Herodi alichukua mke wa Philip ndugu yake. Na Yohana na Eliya, vile mlikuwa mnajua, Eliya alikuwa ni mtu wa kusema mambo wazi, hakuwa anaficha. Na labda unaweza niuliza kama ni mtu alikuwa mjaziri wa kusema mambo wazi, na kwa nini kakimbia baada ya kupata ujumbe kutoka Yezebeli? Unajua wakati alipata ujumbe kutoka kwa Yezebeli, Biblia inasema ya kwamba Eliya alikimbia kwenda mafichoni. Na alipokuwa mafichoni amekaa chini ya mti, maandiko yanasema ya kwamba akaomba kwa Mungu, akaomba ombi ya kwamba Mungu uniue, mimi si bora kushinda wale manabii ambao walinitangulia, mimi si bora kushinda wale papa ambao walinitangulia, ninaomba tu niondolee roho yangu, kwa sababu Eliya amesiti, anaua watu wote, ameua manabii wote, na nimebaki ni mimi peke yangu ambaye ni nabii. Ambapo nilikuwa najiuliza, wale wenye Obadia alificha kwenye mapango walikufia huko ama walienda wapi? Mungu hakumuua Eliya. Akatuma malaika na chakula, akamwambia inuka uende. So Eliya alikuwa na ujasiri. Eliya akaenda akamwambia Herodi, sikia hii password, akamwambia Herodi, si halali wewe kuchukua mke wa nduguyo. Iliuma sana Herodi. Herodi akamkamata. Herodi akatafuta namna ya kuua Yohana, lakini aliokopa umati, maana watu waliamini ya kwamba Yohana ni nabii ambaye alitumwa na Mungu. So alipokuwa amemkamata, ikafika siku ya birthday yake. Mtoto wa Herodia, yule mke wake ambaye amenyang'anya Filipu, Biblia inasema kwamba katika birthday ule mtoto akakuja akacheza.
Herodi akafurahia vile mtoto anakatika, vile anacheza. Herodi akaenda kauliza mtoto, umecheza vizuri sana, nikupe zawadi gani? Kile ambacho utasema nitakupatia. Mtoto kakimbia kwa mama yake. Akakimbia kwa mama yake akamwambia, dadi ameniuliza ya kwamba anataka kukupa zawadi. Mam, anipe zawadi gani? Unajua mtu anaweza kufa, mtu anaweza fariki, lakini roho haikufi. Hebu hii ni password, ikamate vizuri. Yezebeli alipokufa, roho yake bado ilipaki katika dunia hii. Na hii roho yake iliingia ndani ya Herodia, mke wake Herodi. So mama akachochea mtoto. Kumbuka assignment nyingine tulisoma ya kwamba assignment nyingine ya Jezebel ni kuchochea. So mama akachochea mtoto, akamwambia nenda kamwambie akupatie kichwa cha nani? Cha Yohana. Ukisoma maandiko yanasema hiyo, alichochea. Herodia alichochea. So alipochochea mtoto akatoka. Na kwa nini anachochea? Anachochea kwa sababu roho ya Jezebel imeingia ndani ya Herodia. Na assignment yake ni kuchochea. Na assignment yake ni nini? Kuua. So huyu mtoto akaenda akamwambia dadi mfalme, akamwambia naomba unipe kichwa cha Yohana. Na kumbuka sio Yohana, ndani ni nani? Ni Elia. Ule ukomvi ambao ulikuweko Agano la Kale jana, ulikuwa mahali pale ukajitokeza. Kumbuka Jezebel alisema nini? Alisema nitakuchinja jinsi ulivyowachinja manabii wa Baali. So hiyo opportunity ikapatikana mahali pale. Biblia inasema ya kwamba Herodi alisikitika. Kusikitika yani siwezi Bishop, unasafafanua nini neno kusikitika hii? Kuhuzunika. Yani ni kama hakutaka kitu kama hiyo. Lakini kumbuka assignment ambayo tulisema ya kwamba Jezebeli hatawaliki. Sasa Herodi hakuwa na namna kwa sababu Jezebeli ako ndani ya mke wake na hawezi akatawalika, hawezi akaambiwa chochote na hawezi kupangwa. Akisema amesema. So Herodi hakuwa na namna nyingine. Akaamua akachinja, akatuma watu wakakata kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mission ya Jezebel kwa Elia ikaishia hapo. Ndugu yangu Nicholas, Elia akafa. Akakufa kesho yake. Si kwamba vile alikufa mambo yake iliishia hapo. Amen. So kesho yako itafika. Hivi vitu yote ambavyo ni assignment za Jezebel zikiwa ndani yako, ndugu yangu, dada yangu, kesho itafika. Lazima utalipia. Ile andiko la Jezebel ya kesho nitachinja, nitakuchinja vile ulichinja manabii wa Baali, likatimia katika Agano Jipya. Bwana asifiwe. Ni nini umejifunza mahali pale? Jambo la kwanza, rejecting God always leads to disaster. Kumkataa kumtumikia Mungu husababisha maafa. Wewe unapokataa kumtumikia Mungu, jua ya kwamba kuna mauti ya pili ambayo imekungoja. Tunajifunza hapo tena kwamba ukitenda mema wajitendea wewe mwenyewe. Na ukitenda maovu wajitendea wewe mwenyewe. Wewe mwanafunzi unapoenda shule, kusoma kwako sio faida kwangu. Kusoma kwako ni faida kwako. Sisi tulimaliza yetu. Kazi yetu ni kutafuta school fees na mambo mengine. Lakini unaposoma, unasoma kwa ajili yako. Usomi ati kwa sababu utakuja unisaidie mimi Michelle. Unasoma kwa ajili ya maisha yako. Unasoma kwa ajili ya future yako. So unapotenda mabaya, jua ya kwamba unajitendea wewe mwenyewe. Ukiua, jambo lingine, ukiua kwa upanga, utakufa kwa upanga. Biblia inasema katika Wakaladia 6:7. Hili jambo lingine.
Chochote upandacho ndicho utafanya nini? Utavuna. Tunajifunza katika hii hadithi, chochote upandacho ndicho utakachovuna. So wewe panda tu. Wewe panda tu. Ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni nini? Ni mauti. Hayo ndio tunajifunza katika hadithi hii. Jezebel, roho ya Jezebel. Hii roho ya Jezebel, kuweni makini sana, ni roho mbaya. Usiseme ya kwamba mimi ni Mkristo haiwezi kanipata. Wewe utashinda wale manabii wao walikuwa wanaongea na Mungu. Wewe umeshaongea na Mungu, itakupata. Usiposimama imara na hiyo wokovu yako, itakutupilia mbali na wokovu wako. Roho ya Jezebel ni hatari sana katika maisha ya Mkristo. Na roho ya Jezebel inatafuta wale watu ambao wako kwa Kristo. How to overcome, jinsi ya kuishinda roho ya Jezebel. Msomaji, Ephesians 6:11 to 18. How to overcome the spirit of the Jezebel. Vaeni silaha zote za Mungu ili kwamba muweze kuzipinga hila za ibilisi. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu itakapokuja, nanyi mkiisha kufanya yote simameni imara. Kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa diri ya haki kifuani, nayo miguu yenu ifungiwe utayari tuupa tao kwa injili ya amani. Zaidi ya haya yote twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, mkiomba kwa Roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiwaombea watakatifu wote. Amen. Amen. The spirit of Jezebel. Nilienda haraka sana kwa sababu ya yale yaliyoko mbele yetu. Kabla nipeane password kwa wanafunzi, Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya ibada ambayo tumekuwa nayo. Bwana, asante Mungu wetu kutusaidia, kutuwezesha ili tufahamu yale ambayo yalifanyika wakati wa Jezebeli. Ni roho ambaye ni hatari sana. Tunaomba ukatupatie ujasiri ili tukafae silaha, tukapate kumshinda huyu mwovu, tukapate kushinda hii roho ya Jezebel, ili tukapate kuwa washindi. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Umeinuliwa sana wewe mfalme, 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 watawala enzi yako wewe mfalme. Umeinuliwa sana